hata majaribu yajaponisonga, Yesu ni baba ya baba. Magumu yakiwa makubwa, bado ni baba ya wewe. Okay. Watu wabarikiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Nashukuru Bwana katika hii nafasi tena njema, nafasi nzuri ambayo Kristo Yesu amenipa kwa ajili ya kumtukuza na kumrudishia sifa na utukufu na shukrani kubwa sana. Usiku wa leo ambao ni usiku wa baraka, na wakaribisha watu wote. Yesu, ninakutegemea wewe, iwe baba. Ninapotembea kwenye njia hii, baba wako wakorofi, malengo ya inase kwenye tanzi zao, wanipige kwa mawe baba. Najua ahadi zako ni kweli baba, mimi nategemea kutoka kwako Mungu. Wewe ulisema watakuja kwa njia moja, utawatawanya kwa njia saba. Simama, nipigie hawa, maana wewe ni baba yangu. Simama, nipigie hawa, ninakutegemea wewe Yesu baba. Yesu. Okay, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Nashukuru Bwana amekuwa mwema katika maisha yetu. Usiku mwema, usiku wa Jumatatu tarehe 18 mwezi wa 5 2026, moja kwa moja kutoka katika nchi ya Kenya. Karibu sana kwa jina la Yesu Kristo mahali popote huko, kwa jina la Yesu Kristo. Wakati mwema sana, wakati Bwana anazidi kulipigania kanisa na kupigania watu wake ili kuwarudishia uhai na kuwarudishia matumaini katika hizi nyakati ambazo kanisa limeishi. Basi utaniita Apostle Chris Elia, au kipenda uite ya toba duniani, maana Yesu amekuwa mwaminifu zaidi na kunifu kwa ajili ya kuja kuendelea kuhubiri Injili na kuelekeza wanadamu kwake Yesu Kristo, maana yeye tu ndio mwokozi pekee, yeye ndio msaada pekee katika maisha ya mwanadamu. Yule mwanadamu ambaye atazidi kujitoa na kusimama imara zaidi kulitetea jina lake Yesu Kristo, na wakati ambao utasimama imara kulitetea jina lake na kuja kuwa juu sana katika maisha yako na katika safari hii ambayo Yesu Kristo ametuchagulia na kutupatia ili tuifanye kazi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo jisikie kuwa huru. Wakati umeamua kumtumikia Yesu Kristo, kuwa tayari kwa ajili ya kupakwa matope, kuwa tayari kwa ajili ya mateso, kuwa tayari kwa ajili ya lolote lile ambalo litatokea, ili lipate kurudisha nyuma. Lakini nitasema kwamba simama imara katika yote yale ambao unaweza ukawa unayaona wala kuyashuhudia katika roho yako. Vita viko, lakini
unatamani sana ili ukawe mshindi, wewe kusimama katika imani na kusidi kuangalia ni jambo gani jema ambalo utalikimbilia lipate kuwa msaada katika maisha yako. Ni jambo gani jema ambalo utalikimbilia lipate kuwa msaada katika maisha yako. Kwa sababu nisema kwamba vita viko vinavyozidi kumuinda mteule tu, yule mwenye anatamani kumtumikia Yesu. Yule mtu mwenye bado hajamjua Yesu, hakuna vita utapitia, hakuna mateso utapitia. Lakini je, unamaanisha huyu Yesu Kristo au unamjua huyu Yesu Kristo? Huyu Yesu Kristo, wakati unapomaanisha na kumjua vyema katika roho yako, huyu Yesu Kristo kama utampata na usema kwamba nataka kumtumikia Yesu Kristo, kuwa tayari katika vita. Huyu Yesu Kristo kama utamtambua Yesu Kristo yule aliyesulubishwa katika msalaba, kuwa tayari kupakwa matope. Huyu Yesu Kristo kama utakuwa tayari unajisikia kwamba unatamani kumtumikia Mungu wa Israeli, kwa tayari hata kutupwa magerezani. Kama utatamani kumtumikia Yesu wa ukweli katika roho na kweli, hubiri injili ila ambayo inapinga vitu ambavyo wanadamu wamevipenda, kwa tayari kukataliwa. Kama utaambia wanadamu wavue mapambo ya dunia, wamrudie Kristo Yesu, kwa tayari kwa vita. Watatafuta mpinu zote jinsi vile watajaribu jinsi vile wanaweza wakakurudisha nyuma katika imani. Tuache sasa kutafuta maisha ya dunia, tuache kutafuta mali za dunia. Sasa tunataka watu wamtafute Kristo katika roho na kweli. Na wakati ambao utamtafuta Kristo katika roho na kweli, uone kama utapendwa na dunia hii ambao umeishi. Uone kama utapendwa na hao wazazi, marafiki, wale waliokuwa wanaonyesha kwamba ni wazuri. Uone kama utapendwa, kama utaamua. Lakini kama uko tayari kumtumikia Yesu, kama uko tayari kupakwa matope, kama uko tayari kutengwa, kama uko tayari kukataliwa, waendelea na msimamo ule ambao utapendeza dunia, na huku unapendeza dunia, nusu dunia nusu Yesu Kristo. Watu wa Mungu, Yesu ametuita sisi wote, na hakuna mtu yeyote ambao Yesu Kristo amebagua, na akasema ya kwamba kila mmoja afanye chaguo wokovu wake katika dunia hii kumfuata Mungu wa Israeli. Kila mmoja afanye uamuzi wa kumtumikia Kristo katika roho na kweli. Wakati utakapomkubali Kristo katika roho na kweli, jua kwamba mateso itazidi kuongezeka juu ya maisha yako. Jifundisheni Yesu Kristo anapitia kwa mangapi. Jifundisheni mitume na manabii wanapitia kwa mangapi. Injili waliohubiri wenye mwili wa kuipenda, bali walizidi kupinga na kupiga vita wale watumishi ambao Mungu aliwateua na kuwaleta katika dunia. Leo unaposimama katika ukweli, wanadamu wanatafuta njia jinsi vile watakuangusha. Wanadamu wanatafuta njia jinsi vile watakupaka matope. Wanadamu wanatafuta njia jinsi vile wataangusha injili ya Yesu Kristo. Watu wabarikiwa mahali popote mpo. Unapompata Yesu katika roho na kweli, unapompata Yesu katika roho na kweli, hautapendwa na wanadamu. Kwa sababu leo wanadamu wanamwabudu Yesu asiyemjua.
Tazama, wakati shetani anapoanza kumjaribu shetani, wakati Yesu anapoanza kujaribiwa na shetani, shetani anaanza kumjaribu Yesu hatua kwa hatua. Maandiko nasema kwamba Yesu Kristo katika Matthew chapter 4 verse number 5, Yesu Kristo akainuliwa katika mnara mrefu, na wakati alipoinuliwa katika mnara mrefu, basi shetani akamwambia Yesu Kristo, tazama, hii mali yote iko katika hii dunia. Maandiko yanasema kwamba alimweka juu ya mnara aone ulimwengu mzima, dakika 50 akiwa pale juu ya mnara, na kamwambia kwamba kama utakubali kunitumikia, kama utakubali kunisikia, kama utakubali sheria zangu, hii mali yote ninakupea. Leo tukitazama imani yenye imo katika dunia, leo tukitazama watu wengi wamekataa jina Yesu, alafu wanasema ati Mungu amenibariki, wanasema Mungu amenikumbuka. Amjua kwamba shetani anabariki zaidi kuliko Yesu Kristo. Shetani anafungulia watu milango, wanasema ati Mungu amefungua. Mungu yupi huyo? Imani yetu hii na mienendo zetu, mawazo yetu imefanya Kristo amekaa mbali na sisi. Tukitazama mawazo ambayo imekaa ndani ya roho zetu, imefanya Yesu Kristo amekaa mbali na sisi. Wapi tutaenda na wapi tutaingia wakati ambao tumekosa msimamo mzuri wa kumpendeza Kristo? Hata kama dunia imefika wakati imetukataa, dunia imefika wakati hawatusikii, lakini baki na msimamo mzuri wa kuendelea kupigana kwa ajili ya jina hili lake Yesu Kristo. Endelea kusimama kwa ajili ya kutakasa ukweli wake Yesu Kristo. Endelea kusimama katika ukweli, kumuinua huyu Kristo katika roho na kweli. Haijalishi macho umebaki peke yako, haijalishi hii dunia imekukataa, haijalishi una marafiki katika hii dunia, haijalishi una mtu yeyote ambaye anasimama nao wakati wa taabu. Baki katika msimamo wa kumtumikia Kristo katika roho na kweli. Siku inakuja na siku ipo ambao wanaomwabudu Yesu katika roho na kweli, basi itakuja kujulikana katika roho zao. Maandiko yanasema katika kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wake wa 8 mstari wa 32, andiko linasema kwamba tena mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Tena mtaifahamu kweli na hiyo kweli basi itakuja kuwaweka huru. Kweli leo hamna katika ndani ya kanisa. Watu hawataki ukweli. Watu hawataki kuonywa, watu hawataki kuambiwa kweli. Wakati kweli inatokea, wanatafuta vile wanapaka matope wa mchungaji ili akatoke mbele ya uso wao. Matthew chapter number 11 verse number 10. Andiko linasema kwamba huyu ndiye ameandikiwa haya: ninamtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako akaitengeneze njia yangu. Ninamtuma mjumbe wangu atakaye kuja kupreach message about Messiah is coming, to tell people repent, to tell the nation repent, to tell the world repent, Messiah is coming. Huyu ndiye ambaye ameandikiwa kukuja kuhubiri habari ya toba, kuambia wanadamu watubu. Muda unaendelea ukisha, Yesu anarudi kwa ajili ya kanisa lake takatifu. Lakini imefika wakati ambao tumekataa ukweli. Imefika wakati ambao hatutaki kumwogopa Mungu. Imefika wakati ambao tunaendelea kupaka watumishi matope. Imefika wakati ambao wachungaji wanahubiri injili inafanya wenye dhambi wasidi kufurahia, inafanya wenye dhambi wasidi kupiga makofi, wakijua kwamba Mungu anawapenda. Lakini Mungu anapenda wenye dhambi watubu ili waondoke katika dhambi. Kanisa la kisasa
Tumewacha maonyo ya Yesu Kristo. Tazama kitabu cha Luka 11:21. Luka 11:21. Maandiko yanasema kwamba mtu mwenye nguvu akilinda mali yake iko salama, lakini yule anayekuja yani akona nguvu kumuliko anampokonya mali yake. Leo tumeruhusu dhambi imekaa ndani ya mwili wa Kristo. 1 Corinthians chapter 3 verse number 16. Andiko linasema ya kwamba amjui ya kwamba enyi ndiyo hekalu, na mtu akiharibu hekalu langu, mtu akiharibu hekalu, mimi nitaharibu huyu mtu zaidi. Sasa leo angalia watu walipoingia katika wokovu, wakakataa ukweli, wameharibiwa, wamewekewa mambo mengi katika akili zao, wamewekewa mambo mengi katika vinywa vyao, wamewekewa mambo mengi katika mawazo yao. Hawataki ukweli wa Yesu Kristo, hawataki kuonywa. Hakuna injili nyingineyo Yesu Kristo ameituma duniani kando na toba, kuambia wanadamu watubu, wageuka, watoke kwenye dhambi, wavue mapambo ya dunia, wavue mazuri ya dunia, wabwage huko na wamfuate Kristo katika roho zao. Yesu anakuja, analia kwa uchungu, anatamani hata mmoja tu apate kutubu ili apate kuokolewa, lakini wanadamu wamekaa na vichwa ngumu. Wanadamu wanaitaka dunia, wanasema kwamba wameokoka, lakini wanashangaa. Mungu anapotazama anashangaa, anapoangalia kanisa linalosema limeokoka anashangaa, maana kanisa limekubaliana na mapambo ya ulimwengu, maana kanisa limekataa ile kweli iliyo ndani ya Kristo. Na ndipo andiko linasema mtu mwenye nguvu anapolinda mali yake iko salama, lakini yule anayekuja akiwa na nguvu zaidi anakuja kutawanyisha mali yake. Tazama, wakati ulipokuwa unaomba, wakati ulipokuwa unafunga, wakati ulipokuwa unatembea kwa utakatifu, ulisidi kulinda utakatifu, ulisidi kulinda huduma wako. Lakini wakati uliruhusu tamaa ikaingia katika roho yako, wakati uliruhusu kiburi, wakati uliruhusu mapambo ya dunia, ikaanza kuharibu utukufu wa Bwana, ikaanza kuharibu imani nzuri uliyokuwa nayo, maana umekaribisha udunia katika ndani ya roho yako. Na ndipo naangalia kanisa la leo, unapambia wanadamu wacheni mapambo ya dunia. Wanadamu wanakuchukua wewe kama mjinga. Wanadamu wanaona tu mhubiri hakuna chenye unafanya. Wakati unapambia wanadamu tubuni, Yesu anarudi, siku zinaisha, wanadamu wanasema huyu mjinga anasema nini? Bado sijaoleka. Na anasema nini? Bado sijaoa, bado sijapata ile kazi nimeitoa interview. Wakati mnaambiwa tubuni, maana Mwokozi namuona anarudi kwa ajili ya kanisa, wanadamu hawataki hilo. Kanisa la sasa limekuwa ni kanisa la maajabu, kanisa ambalo halitaki maonyo, kanisa ambalo limekubaliana na dhambi za mwili, kanisa ambalo limekubaliana na kiburi, kanisa ambalo limekubaliana na mapambo ya ulimwengu. Lakini kumbuka siku ile ambayo inakuja, maandiko inasema katika Matthew 24 verse number 36, hakuna ajuaye siku wala saa kukuja kwake Yesu Kristo. Hebrews chapter number 9 verse number 27, basi mwanadamu kufa tu ni mara moja. John chapter number 11 verse number 35, Yesu alipomuona Yohana amelala alitokwa na machozi. Watu wa Mungu msicheze na kifo, watu wa Mungu msicheze na kifo. Kama unajua Yesu Kristo yule wekwa katika Galatia mlango wa 3, hale asimfundisha kanisa la Galatia, hana wao na anampae Kristo aliyesulubishwa mbele ya macho zenyu. Bado leo watu ukimpata Yesu ndiye ndani ya Yesu Kristo,
Ukimpata Yesu anachunga kanisa lake na kulipigania. Lakini angalia injili inayohubiriwa katika hizi platform, angalia injili inayohubiriwa leo makanisani, ya kuandaa wanadamu kwa ajili ya maisha ya dunia, ya kuambia wanadamu mtatawala duniani, kuambia wanadamu utamiliki pesa mingi. Itakusaidia na nini? Leo kuna mtu ako na pesa lakini anapumulia tu kwa mpira pale hospitalini. Leo kuna mtu ako na pesa lakini hauna uzuri wa hiyo pesa. Leo kuna mtu ni tajiri tu, ni bilionea, lakini hauna uzuri wa bilionea. Kwa sababu gani? Alimkataa Yesu, wala amtambui Yesu katika roho yake. Amebaki anapumulia katika mpira pale hospitalini, amelazwa, anatembezwa kile hospitalini hapa duniani, maana yeye ni bilionea lakini hakuna uzima. Basi enyi watu wa Mungu ambao mumenyenyekea katika roho zenyu, basi tubuni, muda unaenda ukiisha. Na wakati ambao mtamkubali Yesu katika roho zenyu, basi msitarajie kuona kwamba dunia itawapenda, dunia itawachukia, nitawakataa. Wafalme wa dunia hii watakuwa tiara takuhangaisha, lakini mimi nitasema ya kwamba wafalme wa dunia hii, hilo ndilo jeshi kubwa la shetani. Marais wa dunia hii, hilo ndilo jeshi kubwa la shetani, ambalo linaleta sheria zinazofanya mwanadamu na Mungu wakawa maadui, ambalo wanaleta sheria wanaofanya mwanadamu na Mungu wakawa maadui. Moto wa Mungu, kufa kuko na mwisho iko, lakini tazama mwisho wako unapokaribia. Ulikataa injili ya maonyo, ulikataa injili ambaye inakutengenezea uzima baada ya maisha. Yesu akaniambia, enta mwanangu, ukahubiri, haijalishi watakusikia wala watakusikia, lakini waambie wale watakaosikia watubu na wakae kwenye utakatifu. Maana mimi Yesu ninakuja upesi na ujira wangu mkononi. Nitamlipa kila mmoja, nitamlipa kila mmoja, nitamlipa kila mmoja, asema Bwana wa majeshi. Leo watu hawataki kuonywa, watu wanataka kudanganywa na injili laini, injili ambayo inawadanganya na hakuna chochote kimo ndani. Umetabiriwa kila wakati, umeombewa kila wakati, ukisema kwamba natamani ndoa, natamani kazi, hakuna chochote kinapatikana. Moto wa Mungu, nitazema kwamba rudi katika toba. Maandiko inasema katika Matthew 3:7-8, basi sasa ni matunda inayopasa toba, ni mtu kutubu na kugeuka kutoka kwenye dhambi. Najua wakati unapotubu na kugeuka kutoka kwenye dhambi, ukakae katika utakatifu, dunia haitakupenda tena, haitakupenda tena, haitakupenda tena. Hao wanadamu wanaonekana kama marafiki watakusaliti. Hao wanadamu wanaonekana kama msaada kwako, siku moja watakuaibisha. Hao wanadamu wanaonekana kama wema, siku moja watakuanika. Lakini mimi sasa nikasema kwamba baki wewe na Yesu Kristo. Majaribu itasidi kukuja, utasidi kujaribiwa, lakini rudi katika maombi na kufikiria sana. Jaribu linaweza likaingia, na likikuja litakuja kwa mwanadamu ambaye uko karibu pamoja naye, mwanadamu ambaye umependana pamoja naye. Shetani anamtumia ili apate kukufuruga, ili upate kurudi nyuma. Hiyo siku kila asubuhi huleta neema mpya juu yangu. Hiyo siku utakapokuwa umemaliza safari ya duniani, nafsi yangu hupumzika ndani ya wewe, na kumuona Yesu uso kwa uso, moyo wangu hutulia nikiwa. Wale waliokubali utakatifu wakamtii Bwana watafurahia katika maisha yao. Wale waliotii sauti hii na wakatubu watafurahia katika maisha yao. Dunia hii imebeba mateso makubwa, dunia hii imebeba uchungu mkubwa, na huo uchungu unatafuta mteule. Si tu mtu mwenye ameokoka ati bora anaenda kanisani. Je, umeokoka katika roho na kweli? John chapter number 4 verse number 24. Maana Mungu ni roho, wanaomwabudu wanapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Mwili wangu unesu kama mdhaifu, lakini ndani ya roho nimesimama imara. John 3 chapter number 3 verse number 63. Mwili wangu ni mdhaifu, lakini roho ndiyo inanitia nguvu. Wakati ambao inakusimamisha na kukuongoza. Injili ya maonyo watu wengi wajaipenda hata kidogo. Injili ya maonyo watu wengi wameikataa. Ni injili gani Yesu ameituma ikuje duniani, wapendwa?
Wachungaji, ni injili gani Yesu alisema twende tuhubiri? Yesu anasema endeni mliandae kanisa langu. Mimi Yesu ninarudi, John 14:1. Msifadhaike mioyoni mwenu, ninaenda kuandalia makao kwa Baba. Ni injili gani wachungaji na wauliza Yesu alitumanisha tuhubiri? Tumebaki tunahubiri vitu visiokuwa na maana, kwambia wanadamu mafanikio ya dunia hii. Lakini tazama dunia, angalia leo Kenya jinsi vile kuna waka, angalia jinsi maisha vile inaenda. Wakati wachungaji wa Mungu wanasimama wanatafutiwa kesi kuwekwa kotini. Wakati wachungaji wanasimama imara kwa ajili ya kulitengeneza kanisa la Kristo, basi wanapigwa mawe vilivyo ili wapate kuanguka. Now time is coming. Leo watumishi wa Mungu wengine wanalia magerezani kwa ajili ya kusimama katika ukweli na kuhubiri ukweli. Wakatafutiwa visababu, wakekwa magerezani. Wanadamu mkakubaliana serikali za dunia, mkaunga mkono, mkasema hao watu walitenda dhambi. Mkasema watu walitenda dhambi. Why? Tazama, serikali za dunia wanashirikiana pamoja na wakuu wa dini, wanakuja kumwangamisha Yesu. How come today unakuja kusupport serikali za dunia ambazo zimetumika kumwangamisha Kristo? Leo tazama nchi ya Kenya vile moto unawaka. Angalia ni watu wangapi wameuawa tarehe 18 mwezi wa 5 2026. I am coming every day to tell people repent, people don't want. Naambia watu kujeni mtubu, maana Mwokozi anarudi. Watu wanataka kutabiriwa maisha ya dunia. Ukimpata Yesu utatafuta pasta tutabiriwe. Ukimpata Yesu utatafuta pasta tuombewe. Yesu ndiye saidi wa kila kitu, ni kukubali toba, kutubu na kugeuka kutoka kwenye uchafu. Wachungaji tumejawa na roho chafu. Wachungaji tumejawa na kiburi. Wachungaji tumekosa msimamo. Tumekosa kuambia kanisa lijiandae, maana Mesia anarudi. Mesia anarudi. Mesia anarudi kwa jina la Yesu Kristo. Oh, usio na mashati. Kila siku mpya ni ushuhuda. Hiyo siku inakuja, ninawaka kama tanuru. Wakati tumeendelea kuandaa wanadamu kwa ajili ya maisha duniani, wakati tunazidi kujifanya wazuri kwa wanadamu, wanadamu ambao hawataki ukweli, wanadamu ambao hawataki maonyo, wanadamu ambao hawataki kuambiwa. Wakati wanaambiwa, wanatafuta njia jinsi vile watapaka mtumishi wa Mungu matope ili wamwangushe. Shetani ni muongo. Yohana 10:10. Maandiki nasema kwamba shetani mwisi aji ila kuiba, kuua na kuharibu, lakini Yesu anakuja kwa ajili ya kuvunja kazi zote za ibilisi. Leo mnaenda makanisani, mnamtafuta Mungu kwa bidii, lakini mwanadamu yule ambaye ameokoka, yeye na dunia ni marafiki. Hawataki kutubu na kugeuka kutoka kwenye dhambi. Wengine wanatafuta njia na mbinu zote jinsi vile watazidi kupaka matope kwa mchungaji ili mchungaji apate kuanguka. Nimekuwa katika majaribu mazito katika hizi mtandao za online. Sasa ni mara kama ya tatu, mara ya pili, mara ya tatu hivi. Mtu anachukua picha zangu, anatengeneza, anaanza kuweka usamehewe kwa jina la Yesu Kristo. Jeda mambo ambao zinafanyika, watu hawataki ukweli ndani ya Kristo Yesu. Watu hawataki kutubu na kujua kwamba wakati na muda sasa si wakati wa kutafuta vitu duniani, ni wakati wa kutafuta utakatifu na kutembea pamoja na Kristo Yesu. Wakati wa kuliandaa kanisa vizuri katika utakatifu. Kuambia wanadamu tubuni, maana muda unaishi. Kuambia wanadamu tubuni, tubuni. Si kwenda kwa pasta yoyote aniombee ili nipate shamba, ili nikajenge madhabahu pamoja na boma langu kule. Si kwenda kwa mtu yoyote. Nilisidi kumtumikia Kristo katika roho na kweli. Leo tazama kanisa la sasa lenye limo duniani linajifunia dhambi kuliko utakatifu. Linajifunia kiburi kuliko utakatifu. Linajifunia uongo kuliko utakatifu. Kanisa lenye limo duniani leo
Luka amesema mtu mwenye nguvu akilinda mali yake iko salama, lakini mwenye nguvu zaidi akikuja, huyu mwenye nguvu zaidi ni nani? Shetani ametangulia akakuja keka tamaa ndani mwako. Hakuna siku Mungu anajaribu mtu, hakuna siku Yesu ameshajaribu mtu. James chapter 1 verse number 20, andiko linasema basi mtu akisha shinda majaribu, anastahimili imani yake. Mtu akisha shinda majaribu anainua imani yake. Wakati mnapojaribiwa, msiseme ni Mungu ndiye amenijaribu. Mtu hujaribiwa kwa tamaa zake. Very powerful message. Mtu anajaribiwa kwa tamaa zake mwenyewe. Hakuna siku Yesu ameijaribu mwanadamu. Mwanadamu anajaribiwa kwa ajili ya tamaa zake mwenyewe. Unatamani. Hakuna siku Mungu ameshaijaribu mwanadamu, lakini mwanadamu anajaribiwa kwa ajili ya tamaa zake mwenyewe. Wanadamu wasiokubali maonyo, wanadamu wasiokubali mafundisho, wanadamu ambao wanadanganywa wameokoka, lakini ukitazama roho zao zimebeba uchafu totally. Hawataki ukweli wa Yesu Kristo. Na sasa tujua kwamba hakuna siku mwili utakubaliana na injili ya uhai. Mwili siku zote umefanya wanadamu wengi wamangamia, na wanadamu wengi wanazidi kulia tu. Wakati wanapojidanganya kwamba wameokoka, tukimbie twende ibada, lakini tunapata kwamba ibada zile ambazo wanafanya ni ibada zinazofanya mwili wao ufurahishwe na ufurahie, lakini ukiwatazama kuanzia kwa nywele mpaka kwa nyasa miguu ni mapambo za vitu vya dunia. Hawataki ukweli, na wakati unapowahubiria ukweli, basi wanakutafutia visababu ili uondoke katikati yao. Wanakutafutia njia ili uondoke katikati yao. Shetani ameweka watu wengi vizuizini. Why? Kwa ajili ya kuendelea kutesa mtu anayejiita mteule, lakini Kristo Yesu hajamjua mtu yule. Mapambo ya dunia, marembo ya dunia, wanadamu wamekatalia, wataki kuacha, na wanasema ya kwamba wameokoka, Yesu ni Bwana. Wanasema kwamba wanaenda mbinguni, wanasema kwamba wanajua kile wanachofanya, lakini tazama, muda sasa unaisha tu. Kufa ni mara moja tu. Sufanya uamuzi, utubu, toa marembo, toa hizo mapambo umeka kwa kichwa, wachana na matroza wanawake, tafuteni Kristo katika roho zenu. Wakati wa ukweli mnaukata ukweli wa Kristo Yesu. Mnataka nini? Asema Bwana. Wakorintho wa kwanza 4:21. Mnataka kuja na fimbo ya chuma? Tazama vile anawatandika leo Kenya, kwa sababu hamtaki kutii na kutubu. Leo Kenya inawaka moto, kwa sababu inchi, wakati ambao mnaanza kwenda kinyume na Mungu, Mungu anakuja kuadhibu. Lakini wakati wanadamu wanasili kumlilia Yesu, na wanadamu wanakubali kutubu na kurudi katika utakatifu, wanadamu wanakubali kutubu na kumrudia Yesu Kristo, basi Mungu anasamehe inchi yao, na anasamehe wanadamu wale wanaoishi katika hiyo inchi. Leo tazama vile viongozi wanatokelezea kuzungumza kila wakati breaking news kwa TV, Tazama nini kile kimesimama Kenya leo. Tazama nini kile kinaendelea. Watu wa Mungu wachache ambao mko na ufahamu wa injili ya nyakati za mwisho, wacheni kutafuta vitu vya ulimwengu. Muda ni mchache sana kwa ajili ya kanisa la Yesu. Anarudi na atalichukua kanisa lake. Wala ambao mnatii, tubuni na msidi kukaa kwa utakatifu, kwa sababu Mwokozi anarudi tu kwa ajili ya watakatifu peke yao. Yesu hana haja na majina za makanisa zenyu.
Yesu anaja na majina za mapasta wenyu, maapostoli wenyu. Yesu anaja na kanisa lake. First Corinthians chapter 3 verse number 16. Amjua kwamba nyinyi ndio hekalu, na mtu akiharibu hekalu, wewe umechukua mwili wako, mapambo yote ya dunia umewekea. Unasema kwamba mwanamke ni urembo. Wewe mwili unakuongoza na unaenda jehanamu, bali utubu na usikie neno ubadilike utaki. Leo Yesu akiwatazama duniani anashangaa. Wale ambao wanajiita kwamba ni Wakristo wamekataa kutubu. Wamekataa kumsikia Mungu, wamekataa kuhurumika mbele za Mungu. Wanazidi kushangaza huyu Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini inauma na inatisha katika watu wote wale ambao wanaenda makanisani. Lakini mwisho unakuja ambao mtakosa kuingia katika uzima wa milele. Ni jambo ambalo liko na uchungu sana katika ndani ya roho yangu. Wakati watu hawataki injili ya maonyo. Maana najua katika maonyo hayo unapokubali na kutubu kuna baraka ziko pale. Lakini watu wanataka waambiwe mambo mazuri ambao watayaona katika maisha yao. Biblia inasema katika waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2:15. Inasema Yesu Kristo hakupenda dunia, basi nanyi msiipende dunia. Na mtu kama ataipenda dunia, basi Baba hayumo ndani mwake. Itakuwa namna gani sasa leo tumeipenda dunia na tumekatalia kwa dunia, mambo ya dunia, tunatembea kama dunia, tunafaa kama dunia, tunakula kama dunia, tunaongea kama dunia? Mbona tusibadilike na tutetemeke mbele za Mungu, tutubu? Maana wakati na muda vile unaenda, kanisa linaenda kunyakuliwa wakati wowote. Now everyone continue to repent because Messiah is coming anytime. Messiah is coming. People, if you don't want to repent, that day is coming, you'll cry. Repent, 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 and turn away from your sin. Messiah is coming. One day you'll cry. Au kupenda injili ya toba, au kupenda kuambiwa wache uzinzi na usharati, au kupenda kuambiwa wache kiburi, mavazi ya kubana, mapambo kwa wanawake na wanaume, mkakataa. Sasa ile siku inakuja ambayo ni siku ambayo inatisha, lakini uko na matumaini ya kwamba utaenda. Soma andiko na kuelewa hii Biblia ni nini. Hii Biblia watu wengi wameisoma, lakini watu wengi wafati vile andiko hili linasema. Watu wanasoma vitabu za kubarikiwa, vitabu za maonyo, zote ziko hapa. Watu si rahisi wasisome. Mungu ndio mwenye baraka, lakini yeye anayetuita tumekataa maonyo yake, tumekataa kutubu. Tunataka tufanane na ulimwengu, tunasema kwamba tumeokoka. Ile siku sasa inapokuwa inakaribia, usema kwamba laiti ningejua, ningetubu. Laiti ningejua tu, ningetubu. Ningemlilia Mungu aokoe maisha yangu. Vyote duniani mtu wa Mungu umevitafuta, lakini tazama, katika kutafuta kwako hakuna kitu cha maana ambacho umekipata. Hakuna kitu kizuri ambacho umekipata. Basi nitasema kwamba sasa basi tubadilike, tufanye waamuzi, tutubu, ili tupate kuokoa roho zetu, tupate kuokoa maisha yanayokuja. Tumekuwa wadhaifu kwa muda mrefu, tumekuwa wenye vita kwa muda mrefu, tumekuwa wenye mawazo mabaya kwa muda mrefu, tumesikia injili isiyobeba maonyo kwa muda mrefu. Lakini nakuomba leo, okoa roho yako, muda unaenda ukiisha. Okoa roho yako kwake Yesu Kristo, muda unaenda ukiisha. Okoa roho yako kwa njia ya kutubu. Okoa roho yako kwa njia ya kumlilia Mungu. Siku inakuja utakumbuka maneno ya kinywa changu. Maandiko nasema katika Mhubiri 12:1, mtumikeni Bwana Muumba wenyu siku za ujana wenyu, kabla ya siku ijaja mbaya. Jua litakapokuwa limebadilika,
unapokuwa unaona damu. Wakati ambao uliambiwa na mtu akakuja akasema pale siwezi nikakaa, pale siwezi nikasikia Injili. Shetani akamuinua Yesu katika mnara mrefu na akamwambia, ukiniinamia tu mimi nitakupa milki hizi zote za duniani. Lakini tazama, Yesu anamjibu Shetani, imeandikwa, mwabudu Bwana Mungu pekee. Leo Shetani amejaza makampuni duniani. Leo Shetani amejaza matajiri duniani, na wote wanazidi kusema Mungu amenibariki. Wote wanazidi kusema kwamba kampuni yangu inaendelea vizuri, Mungu amenibariki. Ni Mungu mugani huyu? Ni Mungu mugani? Mungu wa ngome? Ni Mungu mugani wa duniani? Ni Mungu mugani huyu ambaye mnamtambua? Yeye mwenye amekubaliana na hizi dhambi zote zenye naona paka hata mtu ameajiriwa mahali anafanya usharati na ule bosi ili kazi ziishe. Huyu ni Yesu mugani ambaye ameleta hizi makampuni duniani? Vita hivi vinatoka wapi kwa makanisa? Ni makanisa gani haya Yesu amealeta duniani? Chuki inatoka wapi kati yangu na wewe kama tunamwabudu Yesu katika roho na kweli? Vita vinatoka wapi kama sio tamaa tumezijaza katika rohoni mwetu za mwilini? Maana tuliyakataa maonyo ya Bwana, sasa tunaenenda katika mwili, tunabaki tunalia. Wapi ambao tutaenda? Lakini angalia roho yako mwisho unapokuwa unakuja. Je, utapata kuingia katika utukufu wa milele? Wakati Yesu anawaita katika roho ya upole, Yesu anasema njoni kwangu mkatubu. Come to me and repent. Repent your sin. Repent my daughter. Repent. My children, repent. Time is over. People you don't want to listen. People you don't want to cry and to repent, to tell Jesus I'm coming now. Kumwambia Yesu nizame nimekuja, watu wataki. Leo ni vitu inaendelea duniani vya maajabu. Wachungaji wameileta Injili inayofanya wanadamu wameipenda na wameifurahia. Wanadamu wamekubaliana nayo. Wanadamu wanaipigia makofi. Wanadamu wanaishi katika raha. Jifunzeni tajiri na Lazaro. Lazaro yeye ako duniani, tajiri yeye yuko duniani. Lakini tazama jambo moja, wakati tajiri alipokuwa naishi, Luka mlango wa 16 mstari wa 3, basi kazi ya wakili ya tajiri ikaisha. Ilipoisha, tajiri akasema hivi, kama ni kulima mimi sijui kulima, kama ni kuomba mimi sijui kuomba, na wakili wangu umeisha. Ni jambo la kushangaza sana. Maisha haya mazuri ambayo kila mtu anayataka, tuyapige tarubini sana, tuyangalie ndani. Tukiangalia tabia za wanadamu, tabia za watu, vile wameishi katika hii dunia, vile wanazidi kujitambua na kujionyesha katika hii dunia, basi ni mambo mengine ambayo imekuwa ni ya maajabu sana. Wapi ambao tutaenda? Ili tupate kuokolewa. Ili tupate kuokolewa. Na ndio wakati ambao mimi kila wakati wanaambia wanadamu ya kwamba Yesu anatuita zaidi na zaidi na zaidi, ili tupate kuokolewa katika maisha yetu. Tafuteni tu Injili ambao mtaonywa. Tafuteni tu Injili ambao utaelekezwa kutubu. Tafuteni tu Injili ambao utaambiwa wacha dhambi. Tafuteni tu Injili ambao unaambiwa Yesu anarudi, ili ukawe tayari, ukatubu na kutetemeka mbele za Mungu. Itakusaidia siku moja. Lakini leo unaweza kumiliki utajiri mwingi. Leo unaweza kumiliki vitu vizuri vya kifahari. Lakini tazama tajiri, maandiki nasema Luka 16 pale mstari wake 29. Basi akawa analia,
akiomba Lazaro maji. Lazaro anamwambia, katikati yangu na wewe kuna shimo kubwa, siwezi nikakufikia mahali pale. Lakini wakati tajiri alipokuwa duniani, Lazaro hakuwahi muomba utajiri wake. Lazaro alivumilia na yale maisha ambayo alikubaliana nayo. Lazaro alivumilia na ule umaskini alikuwa anapitia. Lazaro alivumilia na kutengwa yenye alitengwa kwa sababu hana chochote, lakini alizidi kutunza roho yake, alizidi kukaa kwa utakatifu, alizidi kumuomba tu Yesu usiku na mchana, ili apate kuingia ile siku ambayo inakuja ijajulikana machoni pa mtu yoyote. Jambo ambalo linashangaza. Na ndio unaona imani ya siku ya leo, wanadamu wako mbioni wapate kazi, na zile kazi ambazo wanapata ziko na ushirika na dunia. Vitu ambavyo wanafanya viko na ushirika na dunia, hawamtaki Mungu. Tazama, ukitoka hapa uende kama nchi ya Saudi Arabia. Saudi Arabia hawamtambui Yesu, na hakuna kanisa ambalo liko sehemu ile. Na wakati ambao hao wasichana wetu wanatoka huko wanaenda kazi, wanakuwa na ugumu wa kumwabudu Mungu. Basi wakati Yesu akawasaidia, akaleta hizi njia za online ili wapate angalau kujiokoa, lakini shetani akasimama kwa haraka, akaleta waongo na wakora, wakaanza kuhubiriwa kuhusu kupata kazi, kupata vitu vya dunia, wakaacha injili ya toba. Itakuwa namna gani? Bwana anapokuwa anakuja sasa, anatazama wale watu wanasema wameokoka, akiwaangalia analia tu machozi. Watu wataki injili. Mtu anatafuta tu apate atabiriwe tu, mimi niko na shida. Yesu ndiye nabii ambaye ukimkubali yeye ako na uwezo wa kuchange maisha yako. Ukikubali, ako na uwezo ya kuosha hilo jina lako. Ako na uwezo wa kufanya chochote kile katika maisha yako. Lakini sasa wanadamu wala ambao wanaishi katika hii dunia wamekataa injili ya maonyo, wanataka dunia. Na hii dunia Yesu akainuliwa na shetani, akamweka katika mnara mrefu, akasema, kama utakubali kuniinamia, hii miliki yote nakupatia. Leo mnenda kwa makampuni ambazo hasina ushirika na Mungu wa Israeli. Leo mnenda kwa makampuni ambazo hasina ushirika na Kristo Yesu. Mmekubali kubarikiwa zaidi na shetani, na shetani amekamata watu wengi, na watu wamekubali kumwabudu shetani. Wengine wanamwabudu kwa kutojua, wengine wanamwabudu shetani hadharani. Wamemdharau Yesu, wanamtusi Yesu, wanamchukia Yesu, wanaongea mambo mazito. Wakati unakubali tu utakatifu, unakubali toba, baba anajua unataka ukule, baba anajua unataka ufae, unataka ulipe rent, baba anajua mtoto wako shuleni, anajua. Lakini je, umekubaliana na utakatifu? Umekubaliana na Yesu? Umevua mapambo yote umetupa? Umempokea Yesu kwa kama mwokozi wa maisha yako? Wakati ambao tumeishi kwa wakati mgumu, wakati ambao watu hawataki kweli. Watu wanataka wadanganywe tu. Mashindano imekuja sasa, unapata wengine wanaongelea pale kuhusu sadaka, wengine fungu la 10. Hiyo inihusu kuongelea. Kile kinanihusu kuongelea ni kulitunza kanisa la Kristo. Yule ambaye atakayesikia injili na kutii, Roho Mtakatifu atamfundisha zaidi. Roho Mtakatifu atamfundisha zaidi. Roho wa Mungu anaweza kufundisha kumtolea na umtolee. Si mimi nikuje nikufundishe. Mimi nitakufundisha kukutoa katika dhambi za mwilini. Ukubali Roho wa Mungu akae ndani mwako. Yeye ndio mwalimu mwema ambaye atakusaidia katika maisha yako. Mwisho unakuja, watu wa Mungu. Mwisho unakuja. Sasa vile mwisho unakuja na watu bado wanalala, itakuwa namna gani? Itakuwa namna gani? Stima imeenda, I'm sorry tu, kitu tunaendelea. Itakuwa namna gani wakati ambao tutaki Yesu na tunasema tumeokoka?
Tunasema tumeokoka. Wapi tutaenda? Maana huo mwisho ninauona unaelekea karibu sana, lakini wanadamu hawako tayari kwa ajili ya kuambia ukweli tu. Nini kitakuwa kinaendelea sasa katika maisha yako? Na nimekuja katika roho ya upole kuwaonya kwamba tubuni, maana Mwokozi anarudi kwa ajili ya kanisa. Nimekuja katika roho ya upole na waambia tubuni, maana Mwokozi anarudi. Asante Yesu. Maana Mwokozi anarudi kwa ajili ya kanisa. Lakini watu hawataki kutii na kutubu. Hakuna injili ingineyo tumepewa katika hii dunia. Injili tumepewa, endeni mkaliandae kanisa langu. Tell people repent, 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 Messiah is coming. Ambia watu watubu, mimi ninarudi. Ambia watu watubu, mimi Yesu ninarudi. Lakini leo tazama kile kinachofanyika katika makanisa. Leo tazama kile kinachoendelea. Lakini kuna mwimbaji akaimba akasema, kanisa amkeni, tunaishi nyakati za mwisho. Akasema amkeni. Najua kwamba tunaishi kwa wakati mgumu. Lakini wakati mgumu huu, mbona uendelee kukaa ndani ya dhambi? Uendelee kukaa ndani ya Kristo Yesu. Uendelee kumkumbusha Yesu Kristo, nilitenda dhambi, nisamee Baba. Uendelee kumwambia Baba, mimi ni mchafu mbele zako, hata sifai. Natamani unisamee. Natamani uniokoe. Ili upate kuokolewa mwisho wako unapokuwa unakaribia. Na ndipo ninashangaa na kanisa la leo. Kanisa ambalo liko tayari kwa ajili ya toba. Kanisa ambalo liko tayari kwa ajili ya kulia mbele za Mungu. Wameka mazoeo na Kristo. Lakini watakatifu na waomba, wateule ambao mnajua kile mnafanya katika hii dunia, endeleeni kuvumilia, tunzeni vazi, maana Kristo anarudi. Tuvumilie, kanisa tuvumilie, tuvumilie, safari tumeimaliza, tuvumilie, hapa tulipo tuko kingoni, tuvumilie, safari tumeimaliza, tuvumilie, naomba tuvumilie, tuvumilie, kanisa tuvumilie, tuvumilie, safari tumeimaliza, tuvumilie, hapa tulipo tuko kingoni, tuvumilie, safari tumeimaliza, tuvumilie, hayo mateso unayopitia, hizo zote unazopitia, uzale ule unakopitia, leo vumilia kidogo. Yesu yu karibu kurudi. Hayo mazima unayopitia, maisha magumu unayopitia, kuchekwa wewe unakopitia, kupizwa wewe unakopitia, naomba vumilia kidogo. Yesu yu karibu kurudi. Usikate tamaa, mama. Vumilia, mama. Jipe moyo, mama. Yesu yu karibu kurudi. Zile nyakati ambazo tunaishi ni nyakati ngumu zinazofanya watu wengi waendelee kurudi nyuma katika imani. Angalia sana sana, tuangalie katika nchi zile tofauti ambazo watu wanatoka. Kama katika nchi ya Kenya, tazama leo ni watu wangapi wamekufa. Angalia jinsi vile uchumi umesambaratika kabisa. Nitasema kwamba nchi yoyote ambaye inaongozwa na rais yule ambaye anamjua Yesu kinje, basi wanadamu au wale ambao wanaongoza wanapitia kwa shida. Maana yeye anamtambua
Yesu kinje, amtambui kiundani. Kwa hivyo tujua kwamba watu wa Mungu tumeishi kwa wakati mgumu kabisa, wakati ambao unatakikana utambue injili ya kweli ikusaidie na ikusaidie mpaka mwisho wa maisha yako hapa duniani. Kwa sababu wakati tutakapomuona katika mawingu akishuka ili anakuja kutulaki sisi, basi kama watakatifu wala ambao wamo katika dunia wanazidi kushirikiana katika upendo wa rohoni, katika umoja, uvumilivu, katika maombi, hao ndio wenye Yesu Kristo anazidi kuwatafuta na kuwatambua zaidi. Kwa hivyo tujua kwamba siku zinapozidi kusonga na muda unaenda, Kristo anazidi kuliangalia kanisa lake kiukamilifu sana, na ndipo anasema kwamba hakuna mtu yeyote hata malaika ajuaye siku wala saa ya kukuja kwake Mwanakondoo, ya kukuja kwake kwa ajili ya kulinyakua kanisa lake. Hakuna mtu ajuaye. Sasa kwa hivyo tujaribu sana kutunza ile imani ambao iko ndani mwako. Tuko kwa wakati mgumu kabisa, na maisha vile mnaona hivi hakuna kurudi nyuma, na nchi inaweza ikachafuka na ichafuke na ichafuke mpaka kila mmoja anabaki afanye nini, vile leo katika nchi ya Kenya vile kunaendelea. Kwa hivyo watakatifu, katika maandiko kitabu cha Waebrania mlango wake ni wa 10 mstari wa 38, andiko linasema wenye haki wangu wataishi kwa imani, lakini wanapoanza kusitasita, Roho wa Mungu ana furaha ndani mwao. Lakini sisi hatuko miongoni mwa hao wanaositasita. Amen. Hapo imenitia nguvu. Kuna wale ambao hawako miongoni pa wale ambao wanasitasita. Uchumi umesambaratika. Ruto ana mamlaka ya kupandisha uchumi. Watu wa Mungu, acha niwaambie, Ruto ana mamlaka ya kupandisha uchumi. Uchumi umepandishwa kwa sababu wanadamu wamekataa Yesu, wameitegemea dunia. Wanadamu wamekataa kutubu na kugeuka kukaa kwa utakatifu, wameitegemea dunia. Hakuna vile uchumi unaweza ukawa mzuri. Hakuna. Itaendelea kusambaratika, ni itasambaratika zaidi. Na imefika wakati sasa kila mmoja, watu wa Mungu mnisikize, kila mmoja imani yako ni neno kusaidia. Sasa kama umejishikilia kwa pastor fulani kwa mgongo wake, kwa tayari unajua kwamba pastor pia anapiga mbio kwa ajili ya kujiokoa. Sasa kwa hivyo basi tubuni tu na mkae kwa utakatifu. Hilo ndio jambo la msingi. Tubuni tu, mkikataa hizo dhambi, mkikataa hizo maroho za familia, mkikataa ile matamshi mabaya mlikuwa mnayatoa, mkimwambia Kristo, nimerudi sasa, mimi ni mwanao, natamani kukujua, natamani kukutumikia. Hii dunia nimeitumikia, lakini nimerudi miguuni pako, natamani Baba kukutumikia. Hii dunia sijaona mazuri yoyote ambayo imo katika hii dunia. Tumefika wakati ambao watu wanajiita wateule, au watu ambao Yesu Kristo amewaita wateule. Imefika wakati mtapitia kwa wakati mgumu, lakini msidi kwa uaminifu katika roho zenu. Sidi kutubu wakati unapoamka asubuhi katika malazi yako. Piga magoti na mwambie Kristo, kule niendapo sijui nini kinaweza kikatokea, lakini Baba, roho yangu iko mkononi mwako. Okija nipate kuingia. Na ndipo unaona dunia imefika wakati imechanganyikiwa. Marais wa ulimwengu wanataka nchi zao ziimarike kwa haraka haraka. Yaani wamekubaliana ule mwanamke Jezebeli, ule mwanamke kahaba katika Ufunuo wa Yohana 18. Lakini naomba watakatifu, enyi ambao mko katika dunia, mko katika nchi ya Kenya, Tanzania, Uganda, mko Kongo, mko Ethiopia, Burundi, South Africa, mahali popote unanisikia, endelea kujitunza. Endelea kutunza roho yako. Endelea kutunza roho yako. Roho yako itunze.
Isaya akasema, mkono wa Bwana sio mfupi, wala sikio lake sio nzito, lakini maovu yetu imefanya Bwana amekaa mbali na sisi. Na ndio unaona hakuna vile uchumi utakuwa mzuri katika nchi zenyu na watu wamemkataa Yesu Kristo. Hakuna vile uchumi utakuwa nzuri, hakuna hata kidogo. Hakuna hata wachungaji waombe wafunge, hakuna. Ni lazima rais wa nchi akubali kuita toba kwa ajili ya nchi yake. Akubali wanadamu wafae mavazi ya magunia, walie mbele za Mungu wakitubu kwa ajili ya nchi yao. 2 Chronicles chapter number 7 verse number 14. Na ndipo Bwana anaweza kasikia maombi ya watu wanaomba kutoka Kenya, nchi yenu inaweza samehewa. Leo kanisa, kitu ikitokea kanisani kidogo, kanisa linawindwa. Kuna mili zimezikwa juzi Kericho, serikali ijaongelea kidogo tu, wakanyamaza wakafunika. Lakini laiti ingekuwa ni kanisa ilikuwa mahali pale, nini chetu tungepitia? Leo wachungaji wangekuwa wanasema nini? Wachungaji pia wakati jambo linatokea wanaungana serikali za dunia kwenda kushambulia kanisa. Na hiyo serikali ya dunia ndio ziliendelea kumshambulia Yesu, wakamuua wakishirikiana na wakuu wa dini. Leo Yesu akitazama Wakristo wako duniani wanasema wameokoka, Yesu analia machozi. Alihubiri kwa kipindi kirefu kwa ajili ya watu wake, wepukaneni na ziwa lile la moto. Lakini wanadamu wamekataa. Shetani anamuinua Yesu kwa mnara, anasema kama utaniinamia, hii miliki yote ninakupea. Yesu anamshinda. Alipomshinda akamrusha duniani, enda wenye tamaa huko. Leo makampuni mingi zimefunguliwa kwa njia ya shetani. Watu wamtaki Kristo. Na wakati wanaendelea wanasema ati Mungu amenibariki. Mungu mgani huyu yako hapo? Mungu mgani yule yako hapo, wapendwa? Tunza roho yako kuliko chochote unachotunza. Proverbs chapter number 4 verse number 13. Linda sana moyo wako kuliko chochote ulindacho. Hapo ndipo inatokea chemichemi ya uhai. Tunza sana roho yako. Usikubali roho yako giza liingie. Usikubali roho yako uchafu uingie, dhambi ingie. Tunza roho yako mpendwa. Haujui siku wala saa kujapo Kristo Yesu anaponya magonjwa. Chochote ambacho kinakusumbua, kama utakubali kutubu tu na utulie, hata ukienda kupima pressure utapata una. Kama ni magonjwa yoyote hakuna, amekata yote, imetoka. Tunza roho yako kuliko chochote unachotunza hapa duniani. Hii dunia tumeishi, mateso imekuwa ni mengi. Watu wamekataa ukweli. Watu wamekataa maonyo. Watu wamekataa injili ya kuambia wanadamu, tubuni, Kristo anarudi. Tubuni, Yesu anarudi. Nimekuja kuambia mataifa za ulimwengu watubu, Yesu anarudi. John chapter 3 verse number 16 andiko linasema kwamba kwa jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa kipekee, kila amwaminie asipotee, ufalme wa mbinguni ni wake. Leo tumemwamini Yesu kwa midomo. Isaya 29:13. Watu hawa wananipenda kwa midomo, ndani mwao mimi simo. Wamejaza mafundisho ya wanadamu kwa vichwa vyao. Hawamtaki Yesu Kristo hadharani. Hawamtaki Mungu wa Israeli. Hawataki kutii, hawataki kunyenyekea, hawataki kutubu. I tell people every day, repent, Messiah is coming. People don't want to listen. Nabaki nalia katika roho yangu. Wakati nahubiri ukweli, wengine wanakuja kunitusi. Wakati naambia wanadamu tubuni, ufalme wa mbinguni unakaribia, wanakuja kunipaka matope. Lakini mimi nasema kwamba kama nitahubiri na nikose kupigwa mawe, sijafanya kazi ya Mungu. Lakini napohubiri na nisikie matusi, nisikie nachukuliwa picha zangu hapa TikTok, wanashikanisha, wanasema mimi nilikuwa na wataka, sijamhubiri Yesu Kristo. Nikiona napakwa matope kwa ajili ya Kristo, ni furaha kwangu, maana shetani ameungua mahali. Vitu vinavyoshikanishwa na dunia ni vitu gani ambavyo vimefanya mwanadamu leo ameacha utukufu wa Mungu, anatembea kama dunia na anasema kwamba ameokoka, anaenda mbinguni? Mbingu gani hiyo wapendwa? Kuingia mbinguni si mchezo. John 11:35, Yesu alipomwona Lazaro amelala alitokwa na machozi. Hebrews chapter number 9 verse 27, kufa ni mara moja tu,
kifo ni kichungu. Revelation 14:13. Heri wale wanaokufa katika Bwana. Wamebarikiwa wanaokufa katika Bwana. Wacheni wakalale kwa amani, maana matendo yao inawafuata. Leo itakuwa namna gani? Napaangalia dunia, napaangalia wahubiri wanahubiri injili. Wanahubiria wanadamu utajenga nyumba. Lakini Wakorintho wa 2:5 inasema kwamba nyumba duniani ikiharibiwa, tunalo jengo linalotoka kwa Mungu ambalo linadumu milele, uzima wa milele. Lakini angalia hii dunia. Ona vile imechafuka. Ona vile dunia imechafuka. Ona vile dunia imechafuka. Ona vile dunia imechafuka. Ukitulia tu ndani ya Yesu Kristo na ukubali utakatifu, Baba atakuinua jinsi vile anataka. Lakini leo tumeacha injili ya maonyo. Tumeacha injili ya maonyo. Wanadamu wamekataa ukweli. Ukihubiri ukweli hata sadaka peke yako huwezi pata. Kwa sababu hii hapana, lakini mimi natamani roho yangu ingie mwisho ukifika, hata nao uingie mwisho ukifika. Angalia vile dunia imechafuka. Angalia vile dunia inalewa. Dunia imechanganyikiwa. Dunia ni inashangaza. Tazameni dunia sasa. Basi turudi kwake Yesu Kristo. Basi turudi kwake Yesu Kristo. Basi tubu, muda umeisha. Tumulilie Yesu anarudi ili apate kutuokoa watu wa Mungu. Vita viko, tunadhulumiwa, lakini tusiwachilie ukweli wa Kristo. Andiko limesema kwa jinsi hii Mungu akaupenda ulimwengu, akamleta mwanao wa pekee, kila mtu atakayemwamini asipotee, ufalme wa mbinguni ni wake. Yaani ukimwamini Kristo na utubu dhambi na ukae kwa utakatifu, basi ufalme wa mbinguni ni wako. Ukitubu na ukae kwa utakatifu, utajiri utokamo ndani yake Yesu Kristo ni wako. Maana yeye ndiye amebeba kila ambacho akikupea. Hakuna mwanadamu anaweza akakunyang'anya. Lakini sasa watu wataki hii injili. Hiyo ndio shida. Watu wataki kuambiwa wacheni usharati, wacheni kiburi, uongo, vita, chuki, wacheni ugombi. Kwenu watu wakuvumilia, watu hawataki. Now Messiah is coming. Jesus is coming. I am coming today to tell people time is over. Now repent and turn away from your sin. Maana hakuna mtu ajue siku wala saa, ni kutubu tu na kukaa kwa utakatifu, ili tupate kuokolewa mwisho wetu tunapokuwa karibia. Tupate kuokolewa. Tupate kuokolewa. Upate tu kuokoa roho yako. Roho yako tu. Roho yako tu. Roho yako tu. Roho yako tu. Roho yako tu upate kuiokoa. Ninalia katika hizi mitandao kwa ajili ya kanisa la Kristo litubu na limrudie Yesu katika roho na ukweli. Baba anaweza akakubariki tu pasipo hata kutafuta mtu ate nitabirie nibarikiwe. Baba anaweza kukubariki. Amenipa shamba, ninajenga boma, nitakujenga kanisa. Baba anaweza kukubariki. Ukikubali tu utakatifu na ujitunza kwa utakatifu. Wachungaji ambao umekubali kuhubiri kweli hamtapendwa. Wachungaji ambao umekubali kuhubiri ukweli, mapato yenyu itakuja, lakini mwanzo mateso ni mengi. Lakini Yesu akupande wetu kwa ajili ya kututetea, kutuokoa ili tutembee kwa pamoja, ili tupate kumuona Bwana mwisho wetu. Ili apate kushangaza maadui wale wote ambao walipigana na nyinyi. Apate kuwashangaza. Nanyi mpate kubarikiwa katika hii dunia ndani ya Kristo Yesu. Apate kuwapa maisha yenyu katika hii dunia. Shetani alimesa huduma ya watu wengi. Shetani amemesa mali ya watu wengi katika Ayubu 20:15. Lakini maandiko yanasema kwamba atatapika. Atatapika katika njia ya kutubu na kulia mbele za Mungu, ili tupate kuokolewa mwisho wetu unapokuwa unakuja, ili kanisa lipate kuenta katika uzima wa milele. Kwa hivyo majira kama haya, natamani tu mahali penye uko mtu wa Mungu, ni wakati nataka tuingie katika maombi. Sijui ni sehemu gani umefinyika,
Sijui ni upande gani umefinyika. Sijui ni nini kimetendeka katika maisha yako. Unatamani kumtumikia Mungu. Unatamani Mungu akajibu maombi yako. Unatamani Mungu akaone shida ile unayopitia. Basi njia tu ni kutubu na kuondoka katika dhambi. Njia ambayo watu wengi hawajaipenda, lakini Yesu alibaki na msimamo. Tubuni, ufalme wa mbinguni unakaribia. Na kila miujiza ule mwanaume alifanya, ambao watumishi wake amewatuma, wako na uwezo wa kuokoa maisha ya mtu na kumponya mtu na kumbariki mtu. Kwa hivyo mazaa kama haya, mpendwa, naomba tu mahali popote penye uko, ukafungue tu kinywa chako, ukamwambie tu Yesu, nisaidie. Ninatubu dhambi zangu. Ninatubu makosa. Ninatubu Yesu Kristo. Nimekuwa mchafu mbele zako. Sifai hata kidogo Yesu. Fungua tu kinywa chako, mwambie Baba, nisamehe tu, simama pamoja nami. Nitetee tu, Mungu wa Israeli. Nionekanie tu Baba, nitie nguvu. Nimeishi kwa hii dunia ni imejawa na mawimbi. Nimeishi kwa dunia imejawa na majaribu. Tubu tu mbele za Mungu wa Israeli. Mwambie tu Baba, nisamehe tu. Mwambie tu Baba, nisamehe. Nimekuja tena siku ya leo. Niokoe tu Baba mazaa kama haya. Hata mimi si mwema kwako. Hata mimi sio msafi kwako. Mwambie tu Baba, nisamehe tu. Tubu tu dhambi zako tu. Kiri tu mbele za Mungu wa Israeli. Wewe tu na Mungu tu. Na unapozungumza mtu wa Mungu, hakika Mungu yu pamoja na wewe. Haijalishi yale ambao umepitia. Haijalishi yale ambao umeambiwa. Wewe tubu tu na kumwambia, Baba, niko mbele zako. Nimekuwa msinzi kwa muda mrefu. Nimekuwa mlevi kwa muda mrefu. Nimekuwa mwenye kiburi. Nimekuwa msinzi na msharati. Nimekuwa mtu wa vita. Nimekuwa mwizi. Lakini leo ninatubu. Leo ninatubu. Leo ninatubu. Leo ninatubu. Leo ninatubu. Leo ninatubu. Tubu tu, tubu tu mahali penye uko. Tubu tu mahali penye uko. Tamka tu mahali penye uko. Mwambie tu Baba, mimi sistahili Baba yangu. Nimekuwa mbaya mbele zako, lakini leo ninakiri dhambi. Leo ninatubu dhambi zangu. Yesu, nisamehe tu. Ninakiri dhambi zangu. Tubu tu mbele za Yesu. Tubu tu mbele za Yesu. Mwambie Baba, nimesikia neno lako. Nimesikia maonyo yako. Hakika mimi ni mkosaji. Hakika mimi sio mwema. Hakika mimi sio mzuri. Oh Baba, nisaidie. Tubu tu mbele za Baba. Unapotubu anajua vile anakusamehe, anajua kila anakufanyia, anajua kila atakutendea, maana anakukatanisha na zile dhambi. Maana unasamehewa mtu wa Mungu, unasamehewa mtu wa Mungu. Kwa damu yake tumesafishwa, kwa damu yake tumesamehewa, kwa damu yake imeosha dhambi zetu, katika Ufunuo wa Yohana mlango wa 1 mstari wa 5. Tubu tu mahali penye uko. Enda tu mbele za Mungu kwa njia ya toba. Enda tu mbele za Mungu kwa njia ya toba. Tubu tu kila mmoja. Mwambie tu Baba, nisamehe. Mwambie tu Baba, nisamehe. Mwambie Baba, sifai. Mwambie Baba, mimi ni mchafu. Mwambie tu Baba, mimi ni mchafu. Niko chini ya miguu zako. Familia yenye nimetoka ndani, Yesu Kristo, ni chafu. Mwambie tu Baba, nisamehe. Baba tu nisamehe. Hata kizazi nimezaliwa, Baba, ni kichafu. Baba, ni kichafu. Ukitaja, ukitubu tu katika nyumba yako, katika ofisi yako, katika kazi yako, mwambie tu Baba, nisamehe. Tubu tu kila mmoja. Nafasi hii tumepewa ni kwa ajili ya toba. Watu wakienda kutubu, watu waendelee kutubu. Tubu tu mbele za Mesia. Yesu ndiye anasamehe. Kila mwanadamu ametenda dhambi. Kila mwanadamu ni mchafu mbele za Mungu, lakini huenda mazao haya Baba nenda kukusamehe. Huenda mazao haya Baba nenda kuchange historia. Huenda mazao haya Baba nenda kukuona. Baba nenda kukupanguza machozi. Tubu tu dhambi zako. Kiri tu hizo dhambi. Kiri tu dhambi. Tubu tu mbele za Mungu. Usiombe chochote ati kazi wala ndoa wala uzima. Tubu tu dhambi. Maandiko yanasema katika Zaburi 103 mstari wa 3, anayekusamehe maovu yako anakuponya na magonjwa yako yote. Endelea tu kutubu, mtu wa Mungu. Tubu tu mahali penye uko. Tubu tu mahali penye uko. Tubu tu, kililia Mungu. Mwambie Baba, mimi ni mkosaji. Mwambie Baba, mimi sio ukweli. Mwambie Baba, mimi ni mkosaji. Mwambie Baba, mimi ni mzinzi. Mwambie Baba, mimi ni mchafu. Sifai hata kidogo. Baba yangu nisamehe. Baba yangu nisamehe. Mwambie tu nisamehe. Mwambie tu Baba nisamehe. Mwambie tu Baba nisamehe. Nisamehe tu Baba. Nisamehe tu Baba. Nisamehe tu Baba. Nisamehe tu Baba.
yetu Baba, kusamehe majira tu kama haya, akuokoe siku ya leo, akuokoe mazao haya, akuokoe usiku huu. Mwambie tu Baba, niko hapa, nimesikiliza neno lako, mimi ni mchafu hakika Baba, injili imenifundisha, neno lako mtumishi wako amenifundisha, nimekubali mimi ni mchafu. Baba yangu nisamehe, Baba yangu nisamehe, Baba yangu nisamehe. Tubu tu mbele za Mungu, tubu tu mbele za Mungu, tubu tu mahali penye huko, tubu tu mahali penye huko, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Repent everyone, repent, 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 repent. Tubu tu kila mmoja, tubu tu kila mmoja. Messiah is coming, Messiah is coming. Continue to repent, continue to repent. Messiah is coming. Yesu anarudi, watu wa Mungu, endeleeni tukutubu. Mwambie Baba niokoe, mwambie Baba nitawale, maana mimi machoni pako Baba sifai, machoni pako sifai, machoni pako sifai, machoni pako sifai, machoni pako sifai. Yesu Kristo, endelea tunakutubu katika jina la Yesu, endelea tunakutubu katika jina la Yesu, endelea tunakutubu katika jina la Yesu. Mwambie Baba sifai, nimekuwa mchafu Baba, nimekuwa mwenye vita, nimekuwa mwenye kiburi, nimekuwa msinzi, nimekuwa mlevi, nimekuwa mwizi. Baba nisamehe, Baba nisamehe. Mwambie tu Jehova nisamehe usiku wa leo, nimerudi kwako Baba, nimerudi tena Yesu. Mwambie tu nisamehe, mwambie tu Yesu nisamehe, mwambie Baba nimerudi, mwambie Baba nimerudi, mwambie Baba nimerudi, mwambie tu Messiah nimerudi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mwambie tu Baba nimerudi katika mlima huu Baba, nimesikia neno lako, ile mtumishi wako amefundisha, akisema dhambi ni mbaya, akisema kikao narudi, akasema nikurudie Baba, nimekubali. Tubu tu mahali penye huko, mwambie Baba mimi ni mchafu, nimekuwa mdhaifu kwenye maombi, ni kwa sijui ni kwa sababu gani. Mwambie tu Baba nisamehe. Watu wa Mungu, siku inakuja utatamani kusikia hii sauti, na huenda utaisikia tena, useme laiti ningejua, ningetubu, ningetubu, laiti ningejua, ningetubu, ningetubu, kwa ajili ya kuokoa roho yangu, kwa ajili ya kuokoa nafsi yangu, kwa ajili ya kuokoa maisha yangu. Endelea tu kutubu, mtu wa Mungu. Hakuna mtakatifu duniani, hakuna mtakatifu duniani. Kila mmoja enda tu mbele za Mungu, mwambie tu Baba nisamehe, mwambie tu Baba nirehemu, mwambie tu Baba nisamehe. Nimekuwa mchafu Baba, nimekuwa mwenye sira mbele zako, nimekuwa mwenye kiburi Baba. Mwambie tu Baba nisamehe. Hata nikienda kwa maombi nasikia uchofu kwa mwili wangu, hata nikienda kwa maombi nasikia tu ni usingizi. Endelea tu na kutubu. Ukikataa sasa hiyo roho ambayo inapigana na wewe, ukikataa sasa madhabahu za familia, ukikataa sasa vita katika maisha yako, ukikataa sasa vita kwa familia yenye umetoka, madhabahu mahali penye umetoka, ukikataa kwa jina la Yesu, wakivunja kila falme, wakivunja kila mamlaka. Bwana kamwambie Yeremia, Yeremia nimekupa uwezo ya kwenda kubomoa, ya kwenda kung'oa, ya kwenda kuharibu na kujenga upya tena. Sasa tingisha kila falme na kila mamlaka, tingisha kila ufalme na kila mamlaka, utawala katika maisha yako, katika boma lako, katika boma lenyu. Tingisha kila falme na kila mamlaka. Sasa kataro ya kutawaliwa, kataro ya kushindwa, katika jina la Yesu Kristo. Ingia katika vita, pigana na kila maroho katika familia, katika jamii, umali penye umetoka. Unajua jinsi vile mnaishi, unajua familia nyumbani kwenyu, madhabahu imeinuka inapinga ndoa. Vunja hayo madhabahu kwa jina la Yesu. Madhabahu imeinuka, hawataki kuona mtu amesimama kwa maombi. Pinga hiyo roho kwa jina la Yesu. Vunja kila madhabahu, kila vita juu ya maisha yako. Haribu kila falme, kila mamlaka, haribu kila utawala, kila giza juu ya maisha yako. Command, 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 command. Vunja, 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 vunja kila utawala, kila giza mahali popote huko. Yesu akupiganie katika jina la Yesu Kristo. Kila maroho
zimekusanyika, zimezunguka maisha yako, anza kukataa, ukivunja, ukibomoa katika jina la Yesu Kristo, ukivunja kila siri, kila mamlaka, kila utawala, maroho za mababu shosho zinatawala maisha yako, majini uliitanishwa zinaleta delay katika maisha yako. Kandoli. Funja kila utawala wa giza, kila utawala wa giza. Hiyo roho inapigana na kazi yako, inapigana maisha yako. Kata hiyo roho kwa jina la Yesu Kristo. Command out in the mighty name of Jesus. Funja ukikemea itoke kwa jina la Yesu. Kata magonjwa kwa viungo zako. Wewe sio mgonjwa, hiyo roho itoke. Wewe sio mgonjwa, hayo madhabahu itoke. Ipigwe na radi ya damu Yesu Kristo. Kila mamlaka na kila ushawi, haya unaenda kusambaratika kwa jina la Yesu Kristo. Kila mamlaka zote za giza ambao zimetawala maisha yako zinaenda kutoka kwa jina la Yesu. Zinaenda kutoka kwa jina la Yesu. Nazo zinatoka kwa jina la Yesu. Sasa zinatoka kwa jina la Yesu. I command any power. I command any power for demonic Satan. I command. Na kemea kila nguvu za mapepo zianze kukuachilia. Ukilala unaota ndoto mbaya, unaota unanyongwa na mapepo, wengine wanafanya mapenzi kwa usingizi, wengine wanalishwa vyakula, wengine walitoka shule lakini wanaonekana kwamba bado wamevaa uniform walio katika mashule. Sasa hiyo roho yaanze kukuachilia katika jina la Yesu Kristo. Honja kila mamlaka za shetani, honja kila madhabahu, kila mairisi juu ya maisha yako, aliyekufunga kwa irisi, majini zinatumwa kwako kila wakati. Kataa hiyo roho kwa jina la Yesu Kristo. Command any power, every power. Command. Honja hiyo roho kwa jina la Yesu Kristo. Kataa kila mamlaka, magonjwa katika viungo, pressure, ulcer, magonjwa malaria, roho ya wendazimu inang'olewa kwa jina la Yesu Kristo. Magonjwa katika maisha yako sasa inapigwa katika jina la Yesu Kristo. Inapigwa katika jina la Yesu Kristo. Inapigwa katika jina la Yesu Kristo. Ndio inatoka. Magonjwa nimekuamrisha toka. Magonjwa nimesema toka, achilia huyo mtu. Waachilia huyo mtu, toka haraka. Kama ni miguu inauma, kichwa, macho, mgongo, kifua, tumbo, sasa unasikia na nyamaza. Kama ni kumwagikwa na damu, hiyo roho inatoka. Hiyo roho nasema inatoka kwa jina la Yesu Kristo. Inatoka kwa jina la Yesu Kristo. Inatoka kwa jina la Yesu Kristo. Sasa pokea uponyaji mahali penye uko. 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 Pokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, ninafungulia huyu mtu kazi yake, biashara yake, ndoa yake, afya yake. Wewe ni Mungu ambaye umeambia Yeremia umepewa mamlaka ya kung'oa, kuharibu na kubomoa na kujenga upya. Sasa kama ni ndoa, kazi, chochote ambacho unataka, utakuwa na ushuhuda wakati mmoja tu na si mbali sana. Chochote ambacho unataka Yesu akupe kwa jina la Yesu Kristo right now. Pokea baraka zako in the mighty name of Jesus. Pokea baraka zako in the mighty name of Jesus. Pokea baraka zako in the mighty name of Jesus. Pokea baraka zako in the mighty name of Jesus. In Jesus name I pray. Baba, nimebariki huyu mtu kwa jina la Yesu Kristo. Simama pamoja naye, mpiganie, mtetee, maana wewe ni Mungu. Usimuache Bwana Yesu katika maisha yake. Najua kwamba unamjua vyema na Mungu umemtendea jambo kubwa bado mwanadamu aweza akafanya. Ulinzi katika kazi yake, ulinzi katika maisha yake, ulinzi katika ndoa yake, ulinzi kwa chochote kila ambacho anamiliki. Baba, ulinzi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Pokea amani kwa roho yako. 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 In Jesus name I pray. Amen. Asante Bwana Yesu. Nilipoanza nimekuita Yesu, nimeona mkono wako. Mtu yeyote Kristo ambaye anatamani kupokea, anaporudia hii sala, Kristo badilisha maisha yake, akaokolewe, nikijua kwamba ni Mungu. Kwa jina safi la Yesu Kristo nimeomba hata na kuamini.
Unatamani kumpokea Yesu mahali penye uko, kumkiri Yesu na kuwa kama mwokozi wa maisha yako. Warumi mlango wa 10:8. Andiko lazima naliamini namna gani hili neno mahali penye uko hapo liko moyoni. Kwa sababu mahali penye uko pale unapomwamini Kristo yuko mahali pale penye uko. Rudia nyuma maombi haya. Kristo akutie nguvu. Sema, Bwana Yesu Kristo, ninatubu dhambi na makosa yangu yote. Futa jina langu kwa kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima wa milele. Asante Yesu Kristo, umeniokoa. Imarisha imani yangu kuanzia leo, na utembee pamoja na mimi. Sema amen. Baba, katika jina la Yesu nimeshukuru kwa ajili ya hiyo toba. Mungu wa Israeli, kila mmoja ambaye amekiri, Baba, ninaomba ulinzi wako wa Roho Mtakatifu, ulinzi wako wa Roho Mtakatifu. Malaika Mikaeli, simama pamoja nao. Chochote ambacho kinatumwa kinyume na maisha yao, Yesu ukaondoe katika jina la Yesu Kristo. Baba, mlinde, msingire kwa damu yako takatifu. Mtetee, maana wewe ni Mungu. Mubariki, hakuna mwingine kama wewe. Asante kwa upendo, asante kwa heshima. Kwa jina safi la Bwana wetu Yesu Kristo nimeomba hata na kuamini. Amen. Baba, nimeshukuru kwa ibada ya siku ya leo, nimeikamilisha. Kristo, sasa narejesha tena ufunguo mkononi mwako. Nimeshukuru jina lako Baba kwa wote ambao wameingia mahali hapa, wametulia mahali hapa, wamecomment mahali hapa, wametap mahali hapa screen. Yesu, na watamkia baraka katika maisha yao. Yesu, watendee kila mmoja Baba, wapiganie kila mmoja, walinde kila mmoja Baba, usiwawache mahali walikuwa wamepungukiwa. Niko na imani umefungua milango mpya. Yesu, watendee kila siku na kila wakati. Asante kwa upendo, asante kwa heshima. Kwa jina safi la Yesu Kristo nimeomba hata na kuamini. Amen. 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 Wow. Thank you my Father. Asante watu wa Mungu. Nashukuru Mungu kwa nafasi ambayo ametupatia kuanzia mwendo wa saa 3. Dakika 30 hivi, naona ni saa 5:12. Mwanangu kapa juu, huenda karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tusalimia? Amen. Asante. Habari ya Marekani au wapi? Uko salama tu kidogo baba. Unaendelea namna gani? Ni muda mrefu, wakati mwingine huwa nakuona lakini unapita, nashindwa kujua shida ni nini. Mimi niko tu, nilikaa kimya tu, kuacha naona mambo inakataa. Nikakaa kimya yangu. Kutoka uende ile nchi ambao ulienda mpaka sasa uko namna gani? Mimi sikufaulu, nikarudi nyumbani kuona mtoto, nikarudi kwenye nyumba. Kwa sababu nilipata kazi lakini kwa siku 2 wananifukuza. Mtu mmoja akaniambia eti kuna mambo nimesikia walikufanyia ushirikina, eti wanajitapa hata uzunguke Marekani yote hawezi kupata kazi. Basi nikaamua kurudi nyumbani kuona mtoto. Nyumbani ni wapi? Yaani nilikuwa nimeenda eneo lingine, nilirudi tu kule Kentucky, mahali nilikuwa nikikaa na msichana yangu ambaye ananisaidia kwa kulipa nyumba. Ndio nikarudia huko ili nikuwe namsaidia kuandaa chakula tu. Mungu tu nina kwa nyumbani nikimulilia Mungu ndiye atajua kama tapungua njia zangu. Go every day, okay? Not too much, okay? Go put it trash. Yeah. Kupitia kwa ibada hii ambayo nimeifanya, amini ya kwamba kuna mageni inaenda kutokea. Amen. Amen. Kuna mageni inaenda kutokea, utakuja kushuhudia hapa. Amen. Kuna mageni inaenda kutokea, kwa hivyo
Ni kwa Mm. kipindi kirefu wenyewe umelia, lakini kupitia kwa ibada Amen. nimeifanya, kuna mageni inakuja kutokea, naamini hivyo. Amen. Amen. Eh, Mm. usikue na wasiwasi, najua ni kwa muda mrefu Ndio baba. ukiwa unaongelea hilo swala, lakini wacha Mungu akutetee usiku huu na Amen. ukawe na ushuhuda mpya kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kuna jambo linaenda kutokea, Jemu. litachukua muda. Kuna jambo linaenda kutokea. Ndio, ndio. Mm. Labda uko na lingine. Ah. Iko sawa, lakini lingine ni jambo. James. Mimi sitaki hivyo vituruturu vya kwenda ikale huko. Okay? Benjamin. Benjamin. Sema na James. Kama anaita vituruturu vyao, akamate njia aende kwao. Sitaki watoto wako wanisumbua hapa nyumbani sasa. Ingine ni jambo tu la mtoto yangu huyu wa shule. Kule wapi hashike vizuri, mambo naye haitumiki wakati anakuwa shule. Sasa tu ananiitaka hilo jambo nalo lilishaga kunisumbua sana. Nini chenye asikii vizuri? Nini chenye asikii vizuri? Kama wakamupa maneno hataki kuyatumika, anapenda kuleta mambo ya fujo, kupigana kwenye shule, hataki kusikia walimu. Anapopigana wananiitaga mara moja nente nikamchukua. Ako na miaka ngapi? Miaka 11. Ako hapo anacheza na watoto ambao waliniachia hapa nyumbani. Unaweza msogesha hapo karibu, alafu weke mkono wako kwa kichwa, nataka kumuombea. Amen. Msogesha hapo. Benjamin. 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 Kuya hapo. Come. Harakisha. Sasa Marekani ni saa ngapi? Saa kenda. Hizo ni mchana. Imekuwa saa 10. Ya, imegonga saa 10. Karibieni hapa wako wanataka kuombea. Saa 10 jioni. Ya. Huko maombi nataka tuombee. Kuja hapa. Simame hapa. Karibieni hapa. Amekuja. Aya, weka tu mkono kwa kichwa yake. Simama hapa. Ndiyo baba. Aya, Baba, katika jina la Yesu Kristo, namuombea Kristo Benjamin, namweka mkononi mwako. Madhabahu za kuinuka juu ya maisha yake inavunja katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa Israeli, kuanzia siku ya leo hakuna vita, hakuna fujo juu ya mtoto, hakuna visirani pale shuleni. Yesu, simama pamoja na yeye, mpiganie Baba, mtetee kuanzia sasa. Hiyo roho ninaing'oa itoke ndani mwake, hiyo roho naing'oa itoke ndani mwake, hiyo roho naivunja itoke ndani mwake. Simama pamoja naye, Mungu wa Israeli, mtetee, mpiganie, kwa maana ni Mungu. Hakuna falme itainuka ndani ya mtoto, hakuna madhabahu itainuka ndani ya mtoto. Mungu, simama pamoja naye, mpiganie na umtetee na umuokoe. Asante kwa upendo wako, maana umetenda. Kwa jina safi la Yesu Kristo nimeomba hata na kuamini. Amen. 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 Okay, atakuwa sawa. Hiyo mambo ya vita shuleni pale itakuwa. Ndiyo. Nenda huko. Kuna lingine? Ni hayo baba. Okay. Endelea kubarikiwa ndani ya Kristo, na tunapokuwa live, sikuangi live kila siku, lakini kuna wakati Mungu huwa ananipatia ili niingie nipeane ujumbe, na pia nafurahia nikiwaona, nashukuru Mungu. Mtumishi wa Mungu mwingine akaapa, ili jina sioni vizuri, lakini nakupenda, huwa nakufuatilia online yako. Sijui kama unajua, huwa nakufuatilia. Unapenda kuleta breaking news. Karibu sana kwa jina la Yesu Kristo. Kama najua uko kazini saa hizi, lakini kama nitakuwa na nafasi unaweza tusalimia. Karibu sana utusalimie. Alafu Juni pia nimekuona pale juu. Asante, karibu sana.
Bwana Yesu asifiwe. Yes, amina, amina. Nawasalimia kwa jina la Yesu. Amen. Jioni leo nilikuwa napita tu nikusalimie, nilikuwa nafuatilia maombi yako, nikasema wacha nikusalimie, ni muda sana tujeongea. Tunakuanga nao hapa. Unatoka Teso pale gani? Mimi natoka Bungoma pale Sirisia pale inaitwa Tulienge. Oh. Yeah. Mimi niko Nambale. Oh. Niko Nambale, kwa hivyo hapo ndo tunafanyia kazi ya Mungu. Uko Nambale, si Nairobi? Niko Nambale. Watu wengi wanajua niko Nairobi. Oh, wao unajua niko Nairobi? Najua uko Nairobi, nilikuwa nasema pengine sijui uko upande ya Ruiru. Hapana, mimi niko Nambale. Niko Busia County. Ni sawa. Kwa mimi kwa nashukuru nikiwa live nakuona, nashukuru Mungu. Mungu azidi kupiganie kazi, familia, asimame tu pamoja na wewe. Amen, amen. Kwa chochote kile unataka akufungulie milango, akupatie kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kazi yako iongezeke na Mungu mwenyewe anajua vile ataendelea kupanua mipaka zako kwa utaratibu. Amen. Najua hata mimi hapo nyuma nilikuwa kulikuwa na apostle. Tena alikuwa amefungua, hata ndiye alikuwa ananijenga kiroho sana. Hii mambo ya life, kuna apostle fulani alikuwa anatoka huko Roysambu, hata alikuwa ananijenga upande ya sijui sasa tunapatana na mtu kwa mambo ya live kama hizi kanisa. Sasa tukahubiri naye, tukakaa naye kwa live yake zaidi ya kitu kama miezi 8. Alikuwa tunasaidia siku kimaombi sana. Sasa alikuja kulikuwa na madasda kutoka huko Saudia, walikuwa na support na mambo ya pesa ya kulipa rent nini vitu kama hizo. Sasa baadaye ikakuja bila wenyewe hao madam walikuwa wanafanya kazi majuu. Wakakuja huyo akakuja akakopa pesa mingi sana. Sasa ikafika mahali huyo apostle akafunga kanisa. Sasa tangu wakati mpaka saa hii mimi sipata kanisani, sijapata kanisa ambaye naenda kuhubiri. Naonanga sasa paka kuna madam wengi wakasema hizi makanisa za live bana huwa wanatapeli watu, kutapeli sawa sawa. Sasa ndio naonanga siku hizi sana siingii kwa live ya kanisa sana mingi. Lakini umeshaifuatilia mahubiri yangu au hii platform umeshaifuatilia, unaona vile iko? Nimefuatilia, ni mzuri. Maoni mzuri, unajenga kiroho sana. Si kama zingine huwa unalazimishwa pengine, unajua kuna sehemu zingine unalazimishwa utoe sadaka by force, vitu kama hizo, pengine mtu hana tegemea na vitu kama hizo. Kutoa ni roho ya mtu. Yeah. Nikikufundisha neno na roho wa Mungu atulie ndani mwako, ukiwa nayo roho wa Mungu ndiye atakwambia ubariki madhabahu. Amen. Kwa hivyo mimi kazi yangu nikikuja hapa ni kuhubiri, niombee watu wenye shida. Yeah. Wapate kumwona Mungu. Mtu mwenyewe akiguswa tu ataomba tu, mchungaji, namba ya simu iko wapi? Nitamuelekeza penye iko na atamtolea Mungu sadaka. Lakini hii vitu nimekuja nikaona kwamba inasumbua sana katika hizi mitandao. Mtu anapomaliza anasema atichukua namba tukutane WhatsApp. Hiyo ndio kitu nimesema Yes, ndio mambo. Sasa watu wamefanya injili ya Yesu imeharibiwa na injili ya Yesu imedharauliwa pakubwa sana. Na ni mtu ambaye nilikuwa nimemwamini sana, hata mimi mwenyewe nilikuwa ndiye amenitoa mimi wakati nilikuwa mlevi, amenisaidia yenyewe. Amenisaidia sana, hata mimi sijaona ubaya yake. Lazima mimi upande kwangu hajaifanyia mimi ubaya yote. Amenisaidia, amenilea kiroho sana.
lakini sasa wengi wao wenye tumekuwa nao ndio wanapiga nduru paka paka nashangaa sasa, sasa kunaendaje tena eh? Sasa watu wengi mimi nitasema hivi usirudi nyuma kiroho, na kitabu cha Yohana mlango wa 10:28 inasema mtu yote aliye mkononi mwangu hakuna mtu atakayenipokonya. Kwa hivyo Yesu Kristo ndio amekuleta katika madhabahu nikiwa live. Unaingia unasikia neno, ndio siingiangi live kila siku, lakini kuna wakati nikiingia tu naona siwezi kama kwa wiki huenda nitaanza kuingia kwa wiki mara 2. Sasa hiyo mara 2 nimetosha kuwajenga kiroho, si vizuri? Ni mzuri kabisa, mzuri sana. Kwa sababu sitaki nikuwe mzigo kwa mtu ati nitumie data niingie live. Mungu akinipa mimi mwenyewe niingie live, niombee watu, nihubirie watu, niambie watu ukweli uliomo ndani ya Kristo. Mtu mwenyewe akibarikiwa anaweza mtolea Mungu sadaka na anamtolea tu pasipo. Maana hiyo kitu nimekuja kuona kwamba inafanya kanisa linarudi chini, kanisa linadharauliwa, linafanya mtu kama angependa kusikia neno la Mungu, unaesekea mtu gharama atitoa shilingi 2,000 kwa kitu fulani. Hiyo kitu inafanya inafukuza mtu, unaona? Amen. Sasa kwa hivyo tusiweke mambo na pesa, tusiweke mbele. Mtu akitaka kumtolea Mungu amtolee tu Mungu, lakini mambo na pesa, kuhubiri pesa Unaona hii platform ukiifuatilia, na sisi tu kutangazia wanadamu watubu, wakae kwa utakatifu, watubu, wakae kwa utakatifu na kuombea shida zote ziko ndani ya watu. Watu wanafunguliwa, watu wanabarikiwa, watu wanarudisha testimony vile wanatendewa na Mungu. Amen. Kwa hivyo mimi nimekukaribisha, njoo tufanye kazi ya Mungu. Najua kila siku ya on Tuesday na Friday tutakuwa live. Kesho nitakuwa live, na pia nikiwa kesho live nitakuwa Friday live. Kwa hivyo kila on Tuesday na on Friday. Monday nitakuwa tu hapa kwa mazungumzo kidogo, lakini ibada ni on Tuesday na Friday. Hiyo tujue tu ya kwamba kuanzia mwendo wa saa 3:30. Sawa. Hiyo saa 3 ni siko busy. Sasa kuanzia saa 3 kuanzia saa 3:30 na tunaenda mpaka saa 6. Hiyo ni nafasi nzuri. Hiyo nafasi ni nzuri, na pia Mungu atazidi kukuinua ukiwa na neno. Ukiniambia mchungaji, niko na neno natamani kubariki roho zenye ziko hapo, mimi ningekuwa ninaangalia watu, singekuwa ninahubiri. Najua watu wanafuatilia platform ni wengi, wengine wako nje ya kamera, uwezo kuwaona ndani. Kazi kubwa ni kufanya kazi ya Mungu. Kwa hivyo mimi nimeshukuru. Wewe zidi kuwa mtulifu, na kila kitu unapoona Mungu amefanya kinafanyika na sababu, kwa sababu mambo na pesa ilifanya Yesu akasalitiwa. Amen. Sasa pesa ndio ilifanya yeye akapotea. Amen. Kwa hivyo wewe, mimi nimekukaribisha. Hii ni life ya nyumbani, karibu. Hii ni meli ya kwenda mbinguni. Tusidi kuvumilia hapa, tusikie neno lituonye, litukemee, litubariki. Mwisho tutafurahia maisha yetu. Amen. Amen. Labda uko na lingine la mwisho? Langu tu ni napenda tu nikumbuke na maombi, kwa sababu ile muda nilikuwa na mambo mingi, nimekaa muda bila kwenda nyumbani, kwa sababu ile kuna wakati ile nilikuwa na accident. Sasa kesi naye tukajaribu kufanya hiyo kesi. Sasa hiyo kampuni ya insurance ikakuja ikafilisika, ile ikafungwa, ile ilifungwa. Sasa nimejaribu kutafuta mambo ya pesa, imekuwa ngumu. Ile inapatikana tu ni ile ya kukula tu, na hivi kwa natamani sana kwenda kusalamia watu nyumbani, kama wazazi nyumbani. Lakini namna ya pesa imefungana sana. Mwezi wa ngapi? Ulikuwa unapanga uende mwezi wa ngapi? Mimi nilikuwa saa yote, hata pesa ingepatikana mingi ingeweza kwenda nyumbani nisalamia wazazi. Yaani ni saa hii nimekaa karibu miaka 2.5 mimi sijaenda nyumbani. Hizo ni siku nyingi. Hizo ni siku nyingi. Ukifika nyumbani utafika kanisani penye niko? Haya, wacha tuombe Mungu afungue milango
na utashuhudia Mungu amefungua milango, alafu utaenda. Yeah. Asante Baba, katika jina la Yesu Kristo, mtumishi wako Kristo namleta mkononi mwako. Simama pamoja naye Mungu wa Israeli. Sikia jinsi vile amesema anatamani Kristo akafike nyumbani ili akaone Kristo familia, akaone wazazi. Mungu wa Israeli, kila vifungo vilivyosimama mbele, Mungu wa Israeli, kila vifungo zinazochukua pesa zake, ninavunja katika jina la Yesu Kristo. Baba, simama pamoja naye, mpiganie Mungu wa Israeli, mtetee katika maisha yake, muongoze nikijua kwamba we ni mwema. Yesu Kristo, tazama tilekeze ambaye amesema wewe ni Mungu ambaye unasema kwamba mali yetu ambayo shetani alimeza ataitapika kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninarejesha ushindi katika juu ya maisha yake. Chochote kilichochukuliwa na shetani, chochote kilichofungwa na shetani, ninavunja katika jina la Yesu Kristo. Mtendee jambo jipya Mungu wa Israeli, mtendee jambo jipya Mungu wa Israeli. Mpiganie Bwana Yesu, atashukuru jina lako, atasema ni asante. Maisha yake ninaweka mkononi mwako Yesu Kristo. Mtetee na kumpigania nikijua ni Mungu unayeongeza riziki katika mikono za mwanadamu, unayeongeza kasi katika mikono za mwanadamu. Ukamkumbuke mtumishi wako Baba usiku wa leo, hako chini ya miguu zako Bwana Yesu. Usimwache nikijua kwamba we ni mwema. Wacha ukaachilie baraka kwa mikono zake, ukaachilie matunda kwa mikono zake, ukaachilie uwezo kwa mikono zake, ukaachilie mamlaka kwa mikono zake. Baba, mubariki usiku wa leo. Milango ambazo shetani alifunga, milango ambazo adui amefunga, Yesu ninafungua kuanzia sasa. Baba, ninafungua kuanzia sasa. Pokea baraka zako sasa, pokea baraka zako sasa katika jina la Yesu Kristo. Mpiganie na umtetee, maana wewe ni Mungu. Kilichofungwa Baba umefungua, umetenda jambo jipya na atakushuhudia. Wacha Baba kaone ukuu wako. Asante kwa upendo wako, sidi kumsimamisha Mungu wa Israeli, sidi kumuinua Mungu wa Israeli. Baba, unapotenda nitasema ni asante. Usimwache, mshike mkono katika jina la Yesu Kristo nimeomba hata na kuamini. Amen. 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 Asante. Asante. Usikuwa na wasiwasi, nitakushika mkono na naamini Mungu ako upande wako na atazidi kupigania. Amen. Lolote lile unaona ni lizito, unanieleza tu na tunauliza Mungu. Mungu atazidi kufanya makubwa na Mungu atazidi kupigania. Ukitaka namba yangu unaweza chukua pale kwa bio. Unaweza kunitafuta, labda siko online, siko kwa live ibada. Unaweza nipigia tu alafu tunaongea na wewe. Asante. Asante. Okay, June. June, unanipata? Nakupata. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Habari ya Mwea. Iko salama. Au ulihamishwa? Bado. Oh, na hata mimi nitafutie kazi huko. Ni ngumu, utaiweza? Wacha nifanye tu yangu hii nifanye tu yangu. Yangu ni ngumu sana. Ya, hiyo ni ngumu. Neema ya Mungu isidi kuongoza. Lakini unaendelea vizuri. Niko salama. Asante, nimeshukuru pia kujiunga nasi baada hii. Na kukaribisha kila siku ya Tuesday na Friday. Tunasikia kwa neno kiazi, tukienda kwa malazi Yesu anatulinda, tukienda kazini, kazi zetu Mungu atasilinda. Amen. Asante. Amen. Labda uko na jambo gani tulipeleke mbele za Mungu? Ni kumshukuru tu. Ni kumshukuru. Asante. Wacha Mungu azidi kusimama pamoja na wewe, azidi kutetea kila wakati. Wacha tushukuru Mungu kwa ajili tu ya maisha yale yamekupatia, si ndio? Amen.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa amani, mwanao namleta mkononi mwako. Simama pamoja naye, Mungu wa Israeli, mtetee, mpiganie, kwa sababu yeye ni Mungu. Yesu, tazama, ni wakati mwingine tena mzuri amekukimbilia katika maisha yake. Baba, amenyenyekea chini ya miguu zako, amekuja na jambo la kusema asante. Yesu Kristo, simama pamoja naye, nikijua hakuna mwingine kama wewe. Vizuishi vya kila anga, kila falme, kila mamlaka ninavunja katika jina la Yesu Kristo. Muongoze, mpiganie, nikijua kwamba yeye ni Mungu. Mtetee na kumtawala katika maisha yake. Kazi la anafanya kwa mkononi mwako. Zidi kumuongoza Mungu, ukazidi kumuinua. Viwango vizuri vinatoka kwako. Fedha na dhahabu zote ni mali yako. Mungu kambariki na kumuinua, nikijua ni Mungu. Mtetee Baba, usimwache, mfalme wa majeshi. Najua kwamba amefanyika kuwa baraka, na Yesu muinue katika maisha yake. Muinue katika maisha yake. Kwa lolote ambalo anataka, Mungu mfungulie na ukamtendee. Usimwache Baba, wala usimnyime. Ni mwanao Kristo amenyenyekea katika madhabahu. Yesu mubariki na umtetee, Mungu wa Israeli. Asante Bwana Yesu, katika njia ya kushukuru. Nimesema unaweza, maana hakuna mwingine kama wewe. Fanyika kwa baraka kuanzia sasa. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba hata na kuamini. Amen. Amen. Asante. Asante June. Kwa hivyo Mungu za kubariki zaidi. Akubariki pia. Asante, nimeshukuru. Labda unaweza kuwa na jambo la mwisho. Sina jambo. Haya, asante. Okay, basi nimefika tamati ya ibada yetu siku ya leo, ambayo tumeanza saa 3:30 na tukutane kesho saa 3:30. Tutakuwa hapa mpaka mida saa 6. Alafu siku ya Friday saa 3:30 pia mpaka mida saa 6. Kwa wiki ni mara 2, na tutazidi kujijenga mahali penye umepitia kwa ugumu. Naamini ya kwamba Mungu atakuja kutetea. Bora mwetu wavumilivu, na Mungu atazidi kutupigania siku baada ya siku, na tutakuwa na ushuhuda. Kwa mimi nawapenda sana, hakika nawatakia usiku mwema kazini kwenyu, katika maisha yenyu, katika mapato ambayo Mungu anawabariki. Anapowabariki ipate kuwasaidia. Mipango zenyu zote mnapanga sipate kufaulu, mpate kufaulu. Kwa chochote kile mnapanga mfaulu. Chochote kile unapanga. Fedha yako ikikuja kwa mkono ipate kusaidia. Mungu apate kukuinua, na Mungu asidi kuwapigania zaidi watu wa Mungu. Na wapenda zaidi. Ninapoendelea kuomba usiku, nitazidi kuwaombea, na nawaombea muwe na amani. Kwa jambo lolote mweke Mungu mbele, naye atazidi kuwapigania. Kwa hivyo nimekamilisha ibada. Nawatakia usiku mwema, nawatakia usiku wa baraka. Wacha tukaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa amani, Mungu wa Israeli, nimeshukuru jina lako Kristo tangu mwanzo saa 3:30 tulipoingia. Baba, lile neno umenipa nilimefundisha kanisa. Imefika wakati tunahitaji kuachana katika mwili, lakini rohoni tungali tuko pamoja. Mungu wa Israeli, tazama wanao wote na weka mkononi mwako. Wachunge, walinde, wapiganie, kwa maana ni Mungu. Watetee katika maisha ya Mungu wa Israeli. Katika shughuli wanashughulika kila siku, kazi, mapato yao, Mungu neka mkononi mwako. Walinde Mungu wa Israeli. Shetani ambaye anawaandama madhabahu, wachawi wapate kushindwa. Watetee Mungu, watashukuru jina lako. Asante Bwana Yesu, maana umetenda. Tutakapo tena patana kesho, hakika tutasema ni asante. Kwa jina safi la Yesu Kristo wa Nazareth nimeomba hata na kuamini. Amen. Amen. Asante. Amen. Asante mtumishi wa Mungu. Wacha tupatane kesho. Haki muwe na usiku mwema. Hata na wewe. Asante sana. Asante. Kwa maombi mzuri. Mungu akijaliwe tuone kesho. Asante. Asante.